Tumsifu Yesu Kristo, uhuru wa Yesu, mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Mungu inayotoka katika kitabu cha Mathayo, sura ya 6, mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Katika nyakati tulizo nazo ni bora kujifunza neno la Mungu, kama jinsi tunavyotumia nguvu nyingi kujifunza hekima ya dunia hii, ili angalau tupate uzima wa milele. Ujue neno la Mungu lina faida mara mbili. Lina faida katika mwili na lina faida katika roho. Tofauti na elimu yetu ya dunia hii, ina faida moja tu katika mwili, lakini roho haiwezi ikaiponya. Asante kwa kunisikiliza mpaka sasa hivi ambao unanifuatilia, lakini leo nakukumbusha, leo tunaenda kujifunza kitu kimoja tu. Leo tunaenda kujifunza siri 6 zilizopo katika Mathayo sura ya 2. Leo tunaenda kujifunza siri 6 zilizopo katika Mathayo sura ya 2. Ukumbuke, kama unafuatilia, nimeanza na Mathayo sura ya 1, nikaeleza kuna mambo mawili makuu niliyoeleza kule, ambayo yalikuwa yanaelezea kuhusu ukoo wa Yesu pamoja na kuzaliwa kwa Yesu. Leo tutaenda katika sura ya 2 ambayo ina mambo makuu 6 muhimu ambayo pengine unayajua, pengine huyajui. Ni vyema ukakaa pamoja nami katika kipindi hiki kifupi, ukanifuatilia kwa karibu. Kwa yule ni mtu wa Mungu ambaye kila muda unatamani kujifunza darasa la Mungu, na una muda mwingi unajifunza neno la Mungu, pengine una miaka karibia 20, 10 na kitu, miaka 5, lakini bado unatamani kupiga hatua, kwenda hatua nyingine. Ujue, tunapoenda makanisani, watu wengi tumeshindwa kuelezea maana ya kwenda kanisani. Maana ya kwenda kanisani, tunaenda darasani kujifunza neno la Mungu. Hakuna tofauti nyingine. Japo katika ulimwengu wa leo inaelezewa kwamba tunaenda kwenye ibada. Hapana. Unapoenda kanisani ni kwenda kujifunza neno la Mungu. Kuna wakati natakuwa ufuzu. Maana yake ufuzu, mtihani utoke hatua ile, uanze sasa kuzalisha. Ndivyo ilivyo hata tunavyofundisha. Kama mimi mwalimu wa shule za msingi, ninafundisha watoto kuanzia darasa la 1 mpaka la 7. Baada ya darasa la 7 watoto wanafanya mtihani, wanapanda, wanaenda kiwango kingine. Maana yake sio wale niliowapokea. Hata tunapokuwa tunahudhuria kanisani, wakati mwingine natakuwa tujipime mwisho wa mwaka. Je, toka nimeanza Januari kuhudhuria kanisa hili kufikia Disemba, mwezi kama huu, nimepata faida gani? Nimefuzu, nimeenda hatua gani tofauti na mwanzo wakati naingia? Hicho ndicho Mungu anachokitaka. Hakuna kingine wala hakuna kingine. Mungu anataka uvuke ng'ambo kwenda hatua nyingine. Hata Yesu alikaa na wanafunzi wake miaka 3. Hakukaa na wanafunzi miaka yote. Alikaa na wanafunzi miaka 3, ikafikia mahala akamkabidhi kijiti Petro awe kama msimamizi. Lakini maana yake alifundisha darasa la wanafunzi 12, wakafuzu mtihani ndani ya miaka 3, wakamaliza misheni. Ndicho ninachokwambia hata leo tunapoenda kujifunza Injili ya Mathayo sura ya 2. Tunataka kwenda kufahamu mambo 6, na haya yanatakiwa yaweke hapa. Usiyaweke kwenye maandiko, usiyaweke kwenye maandiko. Mungu anataka kila kitu tunapofundishwa kikae kichwani, kama tu jinsi ulivyosoma wewe msomi, umeenda umechukua degree ya kwanza, vitu liweka hapa. Ndicho hata Mungu anataka leo uweke vitu vyake hapa, ili utembee navyo practically, sio kwa maelezo. Ukaulizwa kitu na kimbilia kufunua Biblia. Mungu hajataka hicho. Anataka ukiuliza swali ujibu pale pale, pasipo kwenda kwenye rejea yoyote. Mathayo sura ya 2 kama nilivyotangulia ina mambo makuu 6 tu.
Jambo la kwanza kabisa ambalo tutaliangalia linahusu mamajusi kupewa ishara na Mungu kwenda kumsujudia Yesu wakiwa na zawadi. Hilo ndio jambo la kwanza. Mamajusi wa mashariki kwenda kumpelekea zawadi mtoto Yesu na kumsujudia. Hilo ndio jambo la kwanza kabisa, naomba uliweke kichwani. Mamajusi ndio wako sura ya pili. Wako sura ya pili mamajusi walioenda kumsujudia mtoto Yesu na kumpelekea zawadi. Tutasoma Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili na wa 11. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Sijui umenielewa yule ambaye unanifuatilia. Na kuomba Mungu atembee pamoja nawe katika ulimwengu wa roho. Kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kuongea na wewe, kukuelezea hiki katika sura ya pili ya Mathayo, ukielewe. Tutaenda jambo la pili. Jambo la pili linahusu mfalme Herode kupanga mkakati wa kumwangamiza Yesu. Unajua hakuna mfalme anayependa kuzaliwa mtoto aje atawale. Herode aliposikia kuna mfalme amezaliwa mwingine alifadhaika. Hakujua kwamba ufalme wa Yesu uko katika ulimwengu wa roho. Akapanga mission ya kwenda kumuua. Na hiyo mission alianza kuipanga kuongea na mamajusi, ili angalau mamajusi watakapopata yuko sehemu gani na yeye aenda akakanige kale katoto. Mungu bana akipanga jambo lazima litimiwe. Tutasoma Mathayo sura ya pili mstari wa 7 hadi wa 8. Nasema, kisha Herode akawaita wale mamajusi faraga, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Hakuwa na maana ya kwenda kumsujudia, lengo lilikuwa ni kwenda kumniga ili abaki kwenye utawala. Unaona? Jambo la tatu injili hii ya Mathayo sura ya pili inaelezea Yusufu mlezi wa mtoto Yesu Kristo kupewa habari na malaika akimbilie Misri, yeye, mtoto na mama yake. Hilo ndio jambo la tatu. Sijui kama tunaenda pamoja. Naomba ukae pamoja. Ikiwezekana kama hautanielewa vizuri, rudia tena, ukiweke hiki kitu ndani ya akili na roho. Mungu ndocha anachotaka. Katika nyakati tulizonazo hizi nitakuwa neno la Mungu likae rohoni, ili tusiweze kutikiswa na manabii wa uongo wanaoinuka kila leo, wana mambo haya na haya. Mungu uzuri sasa hivi amefunua watu wengi. Na ninaomba nikusomee hili jambo la tatu maana yake lipo katika Mathayo sura ya pili. Ni Yusufu kupewa taarifa na malaika wa Mungu kwamba akimbilie Misri kwenda kumficha yule mtoto pamoja na mama yake, ili asije akauliwa na mfalme Herode. Tutasoma Mathayo sura ya pili mstari wa 13 inaeleza, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu na hao walipokwisha kwenda zao, hao watu gani? Nikukumbushe mamajusi manake. Tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Hao mamajusi walipomaliza kumsujudia mtoto na kutoa zawadi, manemane na uvumba na vitu vingi vya thamani, Yusufu, Mungu akaingia katika akili yake na kumwambia, kimbilia Misri, mtoto atauliwa na mfalme Herode, amepanga mkakati. Ukumbuke mamajusi wakati wanarudi pia Mungu aliwaotesha ndoto, akamwambia warudie njia nyingine, wasirudi kwa mfalme Herode. Ukisoma vizuri sura itaeleza. Kuna mambo mimi nazingatia mambo 6 ya msingi, lakini ukisoma vizuri utapata na mambo mengine madogo madogo. Naomba usome Biblia, usome vizuri. Uisome mara 1, mara 2, mara 3 utapata kitu.
Unaona? Jambo la 4 katika Injili ya Mathayo sura ya 2 inaelezea Herode kuwaua watoto wote wa Bethlehemu wa umri wa miaka 0 mpaka 2. Hilo ni jambo zito sana. Hebu sembusa jiulize wewe katika nchi yako, kwa mfano nchi yangu Tanzania, anasikia rais kuna mtoto amezaliwa mfalme, haelewi ufalme wake ni upi, anaamua kuwaua watoto wote wa nchi ya Tanzania. Ni unyama wa hali ya juu sana ambao hujawahi kutokea. Anawachinja. Ndilo hili jambo nalo ni la 4 zito, lipo katika sura ya Mathayo sura ya 2. Ukisoma lipo ni jambo la 4 zito. Tutasoma kwa ushuhuda ili na wewe ushuhudie. Mathayo sura ya 2 mstari wa 16 inasema, ndipo Herode alipoona ya kuwa amezihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Unaona hiki kitu alikifanya. Hili ni jambo la 4 la msingi katika sura ya Mathayo sura ya 2 katika Injili za Mathayo. Jambo la 5 katika sura hii ya 2 ya Mathayo inaelezea mfalme Herode kupata mauti. Ujue hapa tunafundishwa kila mtu anachokipanda utavuna. Ukipanda mauti utavuna mauti. Ukipanda neema utavuna neema. Ndicho alichokipata. Muda mfupi sana ameua watoto wengi, kilio cha watoto Mungu kikamfikia, na yeye akapata kile alichokifanya, anakufa. Tutasoma Mathayo sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 15. Inasema, akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Nani huyo? Huyo ni Yusufu. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii, akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Jambo la 5 la msingi sana liweke kichwani. Ninavyotembea na wewe, nina uhakika kabisa unanisikiliza kwa umakini na uko serious. Kwa yule ambao unatamani kujifunza elimu ya ufalme, Mungu, kwa nini amekuumba, Mungu amekuacha uwe hai mpaka sasa hivi, unanifuatilia vizuri. Lakini mtu ambaye hayuko na pathway za ufalme wa Mungu, hata hana muda, inawezekana ameshatoa channel hii na kwenda channel nyingine, anachekelea mpira, anachekelea katuni, anachekelea vitu vya ajabu. Na kuomba Mungu akutie nguvu, akupe akili ya moyoni, upate kufumbuliwa na kujua Mungu anavyokupenda, hasa Yesu aliyekuja kutundikwa msalabani, akafa, akalipa gharama ambayo mtu mwingine hawezi kuilipa, ili wewe ununuliwe uwe katika ufalme wake. Jambo la 6 na la mwisho katika Injili ya Mathayo sura ya 6 inaelezea Yusufu kupewa maono na malaika wa Bwana arudi nyumbani kwake Israeli, maana mfalme Herode tayari kashafariki. Unaona, hapa inatufundisha Mungu akipanga kitu lazima kitimie hakika. Mungu akipanga kitu lazima kitimie hakika, maana yeye ndiyo final say. Tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 19 hadi wa 20. Nasema, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Unaona ndugu yangu mpendwa, unayenifuatilia mpaka sasa hivi, umevumilia ndani ya dakika hizi 10, zaidi ya dakika 10 unanisikiliza kujifunza elimu ya mfalme, na Mungu akubariki sana, akuvushe hatua jinsi ulivyo, upande kiwango cha roho na mwili. Kama kuna namna fulani umemiliki vitu, Mungu akusaidie, kwa sababu umetii sauti hii kwa namna fulani, kama haupuuzii haya ninayoyaongea. Lakini kama unayapuuzia, elewe basi huyo sio nafasi yako, hii baraka ninayoitoa. Lakini kwa yule ambaye unanisikiliza na umetii na unaona ni jambo la neema, Mungu akubariki na kukuongezea maarifa, na mwisho wa siku faino yako iwe katika kurisi uzima wa milele. Kwa ufupi, Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa
23 ina mambo muhimu 6 tu. Ina mambo muhimu 6 tu. Jambo la kwanza, mamajusi kumpelekea zawadi mtoto Yesu na kumsujudia. Jambo la pili, mfalme Herode kupanga mkakati wa kumuua mtoto Yesu. Jambo la tatu, Yusufu mlezi wa mtoto Yesu kukimbilia Misri na mtoto Yesu. Jambo la 4, mfalme Herode kuwaua watoto wachanga wa Bethlehemu. Na jambo la 5, mfalme Herode kupata mauti ya kifo chake. Na jambo la 6 na la mwisho, mlezi Yusufu mlezi wa mtoto Yesu kurudi nyumbani baada ya mfalme Herode kufa. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.